Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima amefanya ziara katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Katika ziara yake hiyo, Mheshimiwa Gwajima alipata nafasi ya kutembelea kikundi cha Jikomboe kilichopo katika kata ya Chekelei kijiji cha ikiwa ni wanufaika wa mkopo wa 10% wa halmashauri. Tunakupenda sana, tutumbulie ziviga kura. Dr. Dorothy Gwajima, wakiwemo wa kiume 3 na wa kike 2. Kikundi chetu katika kijiji cha Chekelei, kata ya Chekelei. Kikundi chetu kilianza na mtaji wa shilingi milioni 3, fedha ambayo imetuwezesha kuanzisha mradi huu. Kikundi chetu kinajiendesha kisheria, kwani kimesajiliwa kwa namba za usajili HWK-VIJ/2022/075 ndani ya halmashauri ya wilaya ya Korogwe kwa malengo yafuatayo: kikundi kutunza mazingira, namba 1; 2, kutoa ajira kwa vijana. Mheshimiwa Gwajima alipata nafasi ya kuangalia namna gani kikundi hicho kinazalisha matofali, ambapo kwa siku kinazalisha matofali zaidi ya 600. Chekelei oye! Dr. Dorothy Gwajima, karibu sana wilaya ya Korogwe. Karibu sana katika kata yetu ya Chekelei. Chekelei ni salama, Chekelei ni amani na Chekelei ni upendo. Leo umekuja kushuhudia jambo ambalo unalisimamia wewe mwenyewe kwenye wizara yako, Mheshimiwa Waziri, la jinsi jamii inavyoendelezwa. Huu ni mfano mmoja tu wa shughuli ambazo tunazifanya hapa katika wilaya yetu ya Korogwe kuendeleza jamii yetu hii kwa vijana, makundi maalum na wana. Huu mradi tuliouona ni matokeo au ni uwekezaji wa serikali katika ile mikopo ya 10%. Mtambue uwepo wa Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Handeni ambaye tuko naye hapa na timu yake yote, lakini wawakilishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa na wenyewe wako hapa na wenyewe tunawashukuru kwa kuwepo. Lakini hapa kuna viongozi wa kata ya Chekelei na Mheshimiwa diwani kijana kabisa na timu yake yote ya pamoja na uweo wetu kama yuko hapa na watendaji wote, lakini mkurugenzi wa halmashauri hapa ya Korogwe yuko hapa. Naye tunaye hapa. Jamani, hapa yupo kila mtu mpaka wanahabari. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini niko hapa na chama tawala, katibu wetu wa chama hapa Korogwe naye yuko, naye anafuatilia utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Leo tunaanza kujivunia kupita huku kwenye serikali za mitaa na watu kusema ni sisi ambao tumekopeshwa kama vijana, ni sisi ambao tumejiajiri, tuko 5 hapa na wanawake 2, wanaume 3, lakini ni sisi ambao tumeajiri wengine 7, lakini tuna madai waka kila siku wanakuja hapa, wanapata kazi, wanarudi nyumbani na sukari na unga. Hizi zilikuwa ndio ndoto zinazotakiwa ziwepo. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Hawa vijana wameshuhudia, wameshakopeshwa milioni 8 wakazirejesha, wamekopeshwa milioni 30 sasa wanaendelea kuzirejesha, na unaona kazi inayofanyika pale. Na mimi nimefiatua tofali moja na kila siku anafiatua matofali 600 hapa Jikomboe Chekelei oye! Hivi ndio vitu tunataka tuonyeshwe mambo kwa ushahidi bila kupepesa macho. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Gwajima atembelea katika shule ya sekondari ya Guna na kuweka jiwe ya msingi katika bweni la wasichana, ikiwa ni jitihada za kumkomboa mtoto wa kike na changamoto za kielimu. Imejengwa kupunguza changamoto ya umbali wa makazi kwa wanafunzi pamoja na kuongeza ufaulu na nidhamu shuleni. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 609. Kati yao 288 ni wavulana na 321 ni wasichana. Utekelezaji. Ujenzi wa hosteli ya wasichana ulianzishwa rasmi tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2025 kwa wafadhili wadau wa elimu kutoka Haki Elimu Tanzania pamoja na nguvu za wananchi. Ujenzi huu uligharimu kiasi cha shilingi 68,635,500. Kati ya hizo wadau wa Haki Elimu walitoa kiasi cha shilingi milioni 81,635,500 kwa ajili ya ujenzi wa jengo, na nguvu za wananchi ni thamani ya shilingi milioni 17. Tunawashukuru sana wadau wa maendeleo wa Haki Elimu na wananchi kwa jitihada zao nzuri walizofanya katika kumkomboa msichana kupata elimu bora
kwa kuwapunguzia umbali wa safari wakati wa masomo. Lengo la mradi ni kuwapatia wanafunzi makazi salama na bora, kupunguza utoro utokanao na umbali kutoka nyumbani hadi shuleni, kuongeza muda wa wanafunzi kujisomea na kuboresha taaluma na maendeleo ya shule kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, karibu kwa Mheshimiwa Afisa ufungue alafu tutakata. Walipomaliza kujenga limefunguliwa au linafunguliwa lini? Wakasema ndio wako kwenye maandalizi. Kuna changamoto ya vifaa kama vitanda na magodoro. Wetu hawa niliowasema tuweze kulijaza kwenye hili lianze kufanya kazi.